Alafu katika huo waraka wa Papa Paulo wa sita ulibainisha kwamba makardinali wanaoruhusiwa kuingia kwenye mkutano wa kumchagua papa mpya wasiwe na zaidi ya miaka 80. Na tulitangaziwa hapa karibuni kwamba makardinali hao kwa sasa hivi namba yao ni 138. Ambao hawajafikisha umri. Ambao hawajafikisha umri wa miaka 80. Ndio watakaoingia kwenye huo mkutano wa kumchagua baba mtakatifu mpya. Ambapo miongoni mwao pia humo anaweza kupatikana baba mtakatifu mpya. Miongoni mwao ndio atakapopatikana baba mtakatifu mpya. Tuingie katika waraka wa Papa Yohane Paulo Universi Dominici Gregis ambao nabainisha yafuatayo. Kiti cha kitume kinapokuwa wazi, makardinali hawatakuwa na uwezo juu ya shughuli zote zilizokuwa zinamhusu baba mtakatifu wakati wa uhai wake. Au yaliyohusu ofisi yake kama papa. Mambo hayo yote yatamsubiri papa atakayemrithi. Kwa hiyo shughuli zote ambazo hata wengine nimesikuwa ishasikia soga huko mtaani sijui anateua maaskofu hapana. Hapa hakuna kitu kinachoendelea kati ya mambo yale ambayo yanamhusu yeye yatasubiri atakayechaguliwa. Pili, wakati kiti cha kitume kinapokuwa wazi, utawala wa kanisa unakuwa mikononi mwa baraza la makardinali kwa pamoja. Kwa mambo yale tu ambayo hayawezi kuahirishwa. Kama kutakuwa na jambo lolote ambalo haliwezi kuahirishwa litolewe maamuzi, baraza la makardinali wanatoa maamuzi kwa pamoja. 4. Baraza la makardinali hawawezi kufanya mabadiliko yoyote kuhusu haki za kiti cha kitume Apostolic See. Mambo yote yanayohusu kanisa la Roma, yani kwenye jimbo vika hawezi kufanya kitu, bali makardinali hao kwa pamoja watalinda haki hizo. 5. Wakati kiti cha kitume kinapokuwa wazi, sheria zilizotungwa na papa haziwezi kusahihishwa au kurekebishwa, na hakuna chochote kiwezacho kuongezwa au kuondolewa, na hakuna yeyote anayeweza kupata kibali cha kutozifuata. Yaani mtu aanze kusema sasa baba mtakatifu amekufa sasa tu aanze kujitawala utawala binafsi. Inatakiwa zibaki pale pale. 6. Kama kuna jambo halieleweki kuhusu sheria na kanuni yoyote wakati kiti cha kitume kinapokuwa wazi, ni baraza la makardinali lenye uwezo wa kushughulikia mashaka hayo na kutoa tafsiri sahihi ya jambo au mambo hayo. Ili hili lifanyike inalazimu lakini pia na makardinali hao sehemu kubwa ya makardinali wawepo katika kupiga kura na kura yao iwe majority, simple majority. Mwisho waraka huu unaelekeza sema kama kuna jambo litakalojitokeza ambalo haliwezi kuahirishwa, baraza la makardinali litashughulikia jambo hilo na kutoa jibu kwa mujibu wa kauli ya makardinali walio wengi. Umepata hiyo? Yaani hapo hamna mtu kupindisha hapo. Ndio. Na waraka wa Papa Benedicto wa Norma Nullas umebainisha yafuatayo kama nyongeza ya nyaraka zilizotajwa hapo juu. Kwanza, makardinali wanatengewa eneo ndani ya jiji la Vatican pasipo kuwa na mawasiliano na watu wa nje wakati wote wa mkutano wa faragha wa kumchagua baba mtakatifu au conclave. Harusi kutoka mpaka kieleweke. Mpaka moshi mweupe utoke. Kwa hivi tuseme wanapata mahitaji yao yote na nini na sasa hivi, lakini itakuwa ngumu kwa sababu
ni ulimwengu wa kidigitali. Wa kidigitali. Labda wataambiwa wazime simu wanapoingia kule. Basi ndio hivyo. Pili, ili kumtangaza papa aliyechaguliwa zitahitajika theluthi 2 na kuongeza 1. Theluthi 2 kuongeza 1. Ikiwa theluthi 2 tu hajachaguliwa. Bado hajachaguliwa. Wanatoa moshi mweusi. Mpaka kieleweke. Pengine baba, kwa tafsiri ya haraka ya kawaida, kati ya makardinali 138 ambao wako chini ya miaka 80, 135 38 ndio ambao wako chini ya huo umri wa miaka 80, ni idadi gani kwenye hiyo 138 inahitajika? Yani ni theluthi 2. Unaweza tu ukafanya hesabu. Sijui sasa inakuwa ngapi hapo Beno mtaalamu wa hesabu. Ukigawanya hapo theluthi 2 utapata, lakini theluthi 2 kuongeza 1 kura hizo. Sawa sawa. Alafu cha tatu alichoongeza Papa Benedicto, anasema Baba Mtakatifu aliyechaguliwa atavaa kanzu nyeupe akiwa ndani ya chumba cha machozi kabla hajarudi kwenye chumba cha faragha. Yaani wanapomchagua tu ndugu, umeteuliwa, wanamuuliza unakubali? Akisema ndio, wanampeleka chumba cha machozi akalie huko kubeba huo msalaba. Ndio. Kinaitwa chumba cha machozi. Yaani unakuwa peke yako hapo na muomba Mwenyezi Mungu. Na katika chumba hicho baba, kama utakuwa na nani, unakaa kwa muda gani? Sasa wewe fikiria, mpaka wakushonee mavazi yanayo kutosha. Yaani sasa wanapoingia kule sio kwamba tayari wanajua. Kama Lugunya ana size ndogo, huyu ana tumbo. Mpaka nguo zake ziwe tayari, wampelekee apime, azivae ili atakapotokea pale abemus papa. Kwa hiyo wanasema ni chumba cha machozi kwa sababu ndio kule anakoenda, kwa mfano kuchagua jina atakaloitwa, kuchagua labda nembo au mtazamo atakao kuwa nao katika uongozi wake. Inabidi si ajabu na imagine kwamba inabidi ana consult hata watu kwamba kama kwa mfano Papa Francis alikuwa na marafiki zake kati ya makardinali, kwa sababu hawaruhusiwi kucommunicate na watu wa nje. Kati ya makardinali, jamani, hebu nisaidie. Lakini pia mtu anakuwa kama jina lake linazunguka anaanza pia kujiandaa, sio? Sasa mimi nitakuwa na mtazamo gani na nini, nitakuwa na, kwa mfano Papa Francis amechagua jina Francis, amechagua lifestyle ya Mtakatifu Francisco wa Assisi, amechagua uchungaji wa kukana watu, kujichanganya na watu, kukana maskini. Umeona amesisitiza katika upapa wake dialogue na watu wa dini nyingine. Yani hapo ni Mungu tu anakuangazia na Roho Mtakatifu utakavyoongoza kanisa. Roho Mtakatifu anakuwa halali.